Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema kuwa uwepo wa mamlaka ya uwekezaji inayosimamia maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA umeleta msaada mkubwa kwa wawekezaji wa ndani, hususan wachimbaji wadogo wa madini na wamiliki wa hoteli. Amesema wawekezaji hao wameendelea kunufaika kwa kuagiza mitambo na vifaa mbalimbali kutoka nje ya nchi kwa gharama ndogo baada ya kupunguziwa au kuondolewa kabisa tozo na kodi mbalimbali. Akizungumza katika ofisi yake mkoani Geita mara baada ya kufikiwa na bodi ya TISEZA iliyopo mkoani humo kwa ajili ya kampeni ya kitaifa, Shigela amesema hatua hiyo imechochea kwa kiasi kikubwa ukuaji wa shughuli za kiuchumi mkoani humo. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Geita. Nipongeze kwa kuona haja ya kufanya ziara kwenye mikoa kwa sababu pamoja na kuanzisha kanda, lakini bado uelewa wa watu wetu uko chini, na especially wa Tanzania. Sisi Geita kama nilivyosema, tunaweza kuwa na uwekezaji mkubwa sana unaendelea, lakini watu hawajisajili. Lakini sasa investment ambazo wanazifanya unakuta kwamba wanapiga muda mrefu sana process ya kupata mtaji mkubwa ili kugraduate kutoka kwenye hizo teknolojia kama unavyosema za either mining au za processing. Processing kwa sababu tuna graduate kutoka kwenye matumizi ya mercury kuja kwenye matumizi ambayo ni salama zaidi, salama kwa mazingira, salama kwa binadamu. Na hivyo sasa tunahitaji kuwekeza kwenye mitambo ambayo inaweza kwanza kuchenjua kwa asilimia zaidi ya 95 mpaka 98. Alafu kutoka kwenye kuchenjuaji wa asilimia 60 to 70%. Kwa hiyo unapokuwa na mawe ambayo yana dhahabu unachenjua kwa teknolojia ya zamani, maana unaacha mali yenye almost 30% katika ule udongo ambao umeuacha. Watu wengi ambao wametajirika hapa katikati ni kwa sababu walipoona ile teknolojia wakaanza kuyakusanya yale mabaki, na kwa sababu watu walikuwa na mabaki mengi, kwanza walikuwa wanaona kama uchafu, anatafuta mtu ambaye atamsaidia kuyatoa. Kwa hiyo watu wakachangamkia kama sehemu ya nani. Sasa investment ya hiyo mitambo wengi wameinvest bila kupata incentive kutoka TIC by that time. Kwa hiyo kwa kampeni hii mtu ambaye alikuwa anadhani kuweka investment ya TIC ya CIP labda inahitaji bilioni 1, unaweza kukuta anahitaji milioni 700, milioni 800. The rest tayari serikali inakuwa imetopa kupitia incentive ambayo inampatia. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba ziara hii inakwenda si tu kwa maana ya kuwatembelea wale ambao wameshafaidika, lakini pia kuhamasisha na kuwapa maarifa kwamba jambo hili linawezekana. Na kizuri zaidi ni ile approach kwamba hata wale waliofaidika na wenyewe watashiriki kutoa testimony na kuona namna ambavyo kwanza process yenyewe sio complicated, na kwamba unaweza ukapata incentive ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo sisi hilo tunashukuru sana mheshimiwa. Tunafanya kampeni kwanza kukuza uwekezaji wa ndani. Sasa hivi wawekezaji wa ndani kutoka mwaka juzi 2024 na mpaka mwaka jana 2025 ilikuwa ni 55% ya wawekezaji walioko nchini ni Watanzania wazawa. Sasa tunataka mwaka huu tuongeze wigo wa wawekezaji wazawa kutoka kiwango hiki ambacho tunacho sasa hivi kwenda idadi kubwa zaidi. Kwa hiyo ndio maana tunafanya hii kampeni, na tunatarajia pengine mwakani tusizungumzie tena 55%, iwe zaidi ya 55%. Na ile uwekezaji kampeni iliyofanyika mwaka 2024 ilizalisha ajira 212,330 na alafu iliyofuata ya mwaka jana imezalisha ajira mpya zingine 165 kama sikosei. Sasa maana yake nini? Ni kwamba tukifanya hii kampeni na Watanzania wakaelewa kwamba nakumbuka kwamba hiyo miaka nyuma kampeni zilifanyika ikiwa mamlaka mbili tofauti. Ilikuwa TIC na EPZA. Sasa hivi ni moja. Sasa tunataka kuunganisha hizi nguvu ili tuweze kupata wigo mpana zaidi na wawekezaji wa ndani wawe wengi zaidi. Ndio dhamira yetu. Mimi niseme tu kwamba ni mnufaika baada ya kusajili. Kuna vitu tulivyoagiza nje, vitu vya mine, ikiwemo mtambo mkubwa wa CIP, lakini ikiwemo na mitambo kama excavator, backhoe. Yote tuliweza kupata msamaha wa kodi kwa sababu ya kuwa na hiyo certificate ya TISEZA. Lakini pia hata huku kwenye hoteli kuna baadhi ya vitu kama mnavyojua, ukitaka kitu kizuri wakati mwingine unashare na nchi zingine, watu ambao wako advance zaidi. Kwa kuna vitu ambao tunachukua nje kwa ajili ya finishing. Na vyenyewe pia tumeweza kupata msamaha wa kodi baadhi ya vitu.
Serikali ina msaada mkubwa sana kusema la ukweli, manake bila yao sisi tusingevipata hivi vitu Tanzania. Manake mwanzo ilikuwa paka uende China ukanunua hivi vitu, lakini kwa sasa tunavinunulia hapa hapa Tanzania. Wameruhusiwa Wachina waje watuuzie huku. Kwa hiyo ukitaka kujenga mashine hizi si lazima paka usubiri miezi 3 4 itoke China.